Hujambo na karibu Teachkrest. Mimi na udha wako Bikerubo. Leo nilikuwa ninaomba tuangalie zile tathmini kutoka baraza la mtihani kwa grade ya 10. Kuna kazi mradi unapaswa kufanywa na nitajikita katika somo la fasihi. Wanafunzi watashughulikia kipera cha ushairi simulizi, haswa nyimbo. Na nyimbo ambazo wanafaa wachague ni aidha nyimbo za dini, kuna bembeleze, nyimbo za watoto na nyimbo za kazi. Kulingana na mimi, nilikuwa naona kwa watoto haswa ama tuwaite wanafunzi walio katika shule za bweni na walio labda na mtandao, itakuwa vyema zaidi ikiwa watachagua nyimbo za dini, haswa zile ambazo zimo katika nyimbo za Kristo kwa mfano. Kwa sababu gani? Nyimbo ambazo zimo katika mkusanyiko wa nyimbo za Kristo zimekuwa na historia ndefu na ni nyimbo ambazo zinajulikana, utamaduni wake unaeleweka barabara. Hivyo itakuwa rahisi sana kusakura matini kutoka mtandaoni ikilinganishwa na ile hali ambapo walitakiwa waweze kutafiti hata kwa kuuliza watu kutoka jamii wakiwemo wazazi na walezi. So kwa wale ambao wako katika shule za kutwa wanaweza kuwapata watu hawa haswa wazazi na walezi wao. Hivyo basi unaweza kuamua kutumia njia yote ile kutafuta ujumbe wako, labda ukafanya utafiti, labda kusakura mtandaoni, wengine wataweza kushiriki, wengine wataweza kuangalia kanda mbalimbali na kadhalika. Nilivyokuwa nikisema nyimbo za Kristo, hata ukiangalia utafsiri wake ni rahisi. Tuna historia wimbo huo, nani aliimba, alikuwa anapitia nini. Kwa mfano ule wimbo ni salama rohoni mwangu, it is well with my soul, it is well with my soul. So tunajua yule Spafford Horatio alikuwa na mkewe aliyekuwa anaitwa Anna. Alafu mtoto wake akafa kutokana na ugonjwa wa homa nyekundu. Na ukumbuke Spafford alikuwa ni mwanabiashara mashuhuri kabisa, na alikuwa ni wakili, na alikuwa ameweza kupoteza mali kutokana na moto ulioteketeza biashara ile. Kisha amefiwa na mwanawe. Akiwa katika ile hali ya kutaka kupata faraja, akaamua kumtuma mkewe pamoja na binti zake 4 waende Uingereza wakitumia meli ya aina Villa de la Luz. So tunaona meli hile haikufika. Ikiwa katika bahari ya Atlantiki, ilipatana na chombo kingine cha bahari na pale wakaweza kuzama, akabakia tu mkewe. Na mkewe akaweza kumtumia telegramu akimwambia, nimenusurika peke yangu, nimeokolewa peke yangu. Akiwa katika hali hili ya majonzi, akaamua kupanda meli iliyofuata wakati ule ule ili aende kuwa na mkewe ambaye sasa alikuwa amepoteza watoto wake wote. Akiwa katika ile meli, nahodha akamuita, kisha akamueleza na kumuonyesha sehemu ambapo ajali hile ilikuwa imetendeka, na ambayo sasa ilikuwa ni kaburi la binti zake wote 4. Tunatarajia labda angeaga dunia hata kutokana na ule mshtuko, lakini kitu cha kushangaza ni kuwa alipata amani na jazba
ya kuandika wimbo huo ni salama rohoni mwangu. It is well with my soul. Ule wimbo umeweza kuwafariji wengi. Unapokuwa katika hali ya msiba, kuna mgonjwa, unapitia matatizo mengi yanakuandama, lakini unapata kujifariji kwa imani kuwa yote ni shwari. It is well with my soul. Hivyo wimbo ule tunapata historia yake ni rahisi sana kupata, utamaduni wake kwa mfano tunapata tukizingatia kigezo cha imani na hata pia maadili. Tunapata imani kwa Mungu. Kwa Mungu ni mfariji. Pia tunapata imani kuwa ukiwa ni mcha Mungu, haimaanishi hautapitia dhoruba. Zitakuwa tena nyingi, nakwambia mwanangu, zitakuwa nyingi. Hivyo ninaonelea kwa mwanafunzi ambaye atachagua nyimbo za dini, ana nafasi kubwa sana ya kurahisisha utafiti wake. Lakini wanaweza amua kuwa wabunifu. Hayo tu ni maoni yangu. Wengine wanahitaji kuongozwa. Kama kuna mmoja alikuja kwangu na alikuwa amechagua wimbo wa Nyashinski na anaoita ni wa dini, ilhali ulikuwa wimbo wa mapenzi. Mwalimu, jaribu kuongoza wanafunzi wako wafanye kazi mradi ifaavyo bila kufanya makosa kwa wakati ule ufaao. Tuwe watu ambao wanalinda muda. Hayo ndio nilikuwa nataka kusema kwa leo. Kazi yenyewe ni rahisi, watu waandike ripoti. Hata mimi natarajia sana kuona namna ambavyo hao wanafunzi wangu watakuwa wamejitayarisha, watawasilisha vipi kazi zao. Aswa nataka kuangalia maleba ambayo watakuwa wamevalia, namna ambavyo watakuwa wanatumia mbinu za uwasilishaji, kama itakuwa ni kwaya ama itakuwa ni mtu binafsi, namna watashirikisha watu, na pia mambo mengi sana ambayo ninatarajia sana na matumaini makuu kwa watapita, wamesoma mambo haya. Kama ni kuhusu dhima za nyimbo, anajua. Naweza kuliwaza, inaweza kuburudisha, nikitega uchumi, inakuza talanta. Aswa talanta ndiyo ninayotaka kuona tu sifa za mwimbaji bora. Cheki tu. Tingenya kengaini, au ni wimbo wa kazi. Venye wataimba ombe mwana arare chita, ukuti wa mnazi. It will be so interesting. I'm just looking forward to that. Now, so ni kazi nzuri, tuwe na matumainio na matarajio mema. Let's be optimistic. They're going to make us proud. I'm telling you. You won't believe it. Guys, check the air. And I've signed out. Anyway, that was it about today. And it was the outfit of the day. Check it down. Check it, madam. Nana. Yeah, you feel good? Red and blue. Anyway, thanks for joining me on this video. I don't take it for granted. I've been your host, Ruth Kirubo. Until next time, bye. And don't forget to subscribe, to share, and to like this video if you're going to get it on other different platforms like on YouTube. Yeah. And share. Sharing is scary. Yeah. La la la.